Mimi nimeishi kwenye ndoa yangu kwa miaka 8. Ilikuwa ni ndoa nzuri sana. Ilikuwa ni ndoa yenye furaha na amani. Na kama vile ambavyo sisi huwa tunaapa kwenye shida na raha, afya na magonjwa, ile miaka 8, miaka 3 tuliishi kwenye kipindi cha magonjwa sana. Hasa mimi, magonjwa ya bila mapumziko yoyote. Miaka 5 ya ndoa ni magonjwa ya kutisha, magonjwa ya kusikitisha, magonjwa mnayeniona hapa mbele yenu. Niliwahi kufungwa kama kichaa. Mnayeniona hapa mbele yenu, niliwahi kurudishwa hospitali nikiwa nimeambiwa nina kansa na iko hatua ya mwisho, na kwamba nirudi nyumbani tusubiri siku. Lakini habari njema ni sina kichaa. Aliyesimama mbele yenu ni kichaa? Sina kichaa. Habari njema ni aliyesimama mbele yenu hakuwahi kuchoma mionzi wala hana kansa. Ni mwaka wa 10 na zaidi sasa. Ilienda wapi na ilipotelea wapi? Lakini nyakati hizo ungeniona nilivyokuwa miaka ile. Aisee, hata ungepewa kule na ukaambiwa muoe huyu mtoto wangu na gari nakupa ya kumpelekea hospitali na nyumba nakupa na mtaji wa matibabu na kila kitu nakupa, ungesema sioni. Lakini ile miaka 5 ilikuwa ni miaka ya mapito magumu sana ya magonjwa. Na baada ya miaka 5, kama miaka 3 hapo mbele, tukaishi maisha sasa, magonjwa yameenda, tunafurahia. Katika hiyo furaha ndogo, ingawa katika kipindi chote tulikuwa na furaha kubwa, katika hiyo furaha ndogo, bahati mbaya au nzuri, kwa sasa naiita nzuri, bahati nzuri kabisa, mpenzi wangu kipenzi Mario Ansgar Kapinga akaenda uhamishoni. Tumpigie makofi kwa kwenda uhamishoni. Nikisema akaenda uhamishoni, mnajua kale kafuraha kakaondoka. Kwa hiyo ile miaka 3 tena ikawa ni miaka ya mateso makali na kilio kikubwa. Lakini baadaye miaka 10 sasa ambayo tuko nayo ni miaka ya mvua za baraka na neema za Mungu. Imebaki historia kwenye maisha yetu. Mapito niliyoyapitia wakati nimeambiwa nina shida hiyo kubwa ya kansa na kwamba hakuna tena namna ya kutibika, nimerudishwa nyumbani, ni kipindi ambacho shetani alikitumia